asifiwe. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya leo ambayo Mungu ametupa. Baba ametulinda, tumekuepo katika ile kusanyiko. Amen. Na tunapokuepo katika nyumba ya Mungu, tuwe makini, maana Roho Mtakatifu yuko hapa. Na Roho Mtakatifu anachunguza mioyo, anachunguza fahamu zetu, anachunguza tunafikiri nini na tunakusudia kitu gani. Bwana asifiwe. Amen. Nina ujumbe ambao ningetaka uwe makini na uwe mtu mzima. Na siku nyingi sijafundisha hilo, japo itabidi tuwe na wazee tupangiane kuwepo vipindi vya kufundisha hilo somo. Sababu kuna watoto wale wanaozaliwa kiroho, kuna waliokuwa kwenye hii neema, wanataka wajue msingi wa hiki ninachofundisha. Nakumbuka mara ya mwisho kuna mahali niliacha somo langu, tamaliza tu, lakini kwa naomba Mungu nikaona leo nifundishe kuhusu utoaji. Amen. Amen. Nafundisha kuhusu utoaji. Kama wanaandika andika. Nataka nani, kwa nini nifundishe leo? Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu alinishirikisha. Ni mambo ya ajabu sana. Kwamba kuna watu wanafikiria sadaka mpaka leo ni jambo la ziada. Labda kwa njia ya mafundisho utajua sio ziada sadaka. Kwa pamoja. Amen. Kuna watu kwenye sadaka wamemzoea Mungu. Utajua kwa namna gani. Tapita kona nyingi. Amen. Amen. Shida ndio hiyo. Ukishataja jambo la fedha, watu wanajia. Alafu mimi sisemi uongo, nimeomba, lakini mpaka sasa hivi kuna watu tayari. Wako karibu watu 8. Tuko pamoja? Amen. Funguka, umejua naongea nini? Amen. Amen. Watu 8. Amen. Amen. Unajua nafanya kazi na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Naongea kuhusu utoaji. Milki yako na milki ya Mungu. Amen. Amen. Kuna milki yako na milki ya nani? Tutaona. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni vizuri fungua moyo, andika kwenye daftari lako ili tusikilize mafundisho ya neno la Mungu. Kama ujumbe utakuhamisha, kama utakupa kutubu, kama utakupa nini, lakini ni vizuri tuangalie maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Alianza Mungu kwenye uumbaji wake wakishirikiana na Yesu na Roho Mtakatifu. Makofi kwa Bwana. Yaani ndio alianza kabisa. Wao utoaji sio dharura. Nimesema alianza Mungu na Kristo na nani? Kuna watu wanaandika hicho kweli au mnanitazama uso jamani? Andika hicho, ni muhimu kabisa. Maanake kwa nini tunaanzia pale? Tunaanzia hapo maana muumba wa mbingu na nchi ndiye alianza utoaji. Bwana asifiwe. Amen. Utoaji mkubwa tu kuliko vitu, alitoa utoaji mkubwa. Alitoa ulimwengu. Sema ulimwengu. Ulimwengu. Ule nyuma semeni ulimwengu. Ulimwengu. Bado hamjasema vizuri. Sema tena. Ulimwengu. Kwa wanadamu. Si sawa? Maana ametoa dunia, ametoa dhahabu, ametoa madini, ametoa migomba, ametoa mafuta, Warabuni ametoa vitu vingi. Sasa alitoa kwa dunia. Amen. Kwa hiyo unakuta utoaji mkubwa ni kwa Mungu mtakatifu. Naomba tusome kwa kuhakikisha Mwanzo 1:24.
Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 24, tuangalie maandiko matakatifu. Wewe andika kama hata kama utasoma leo. Bwana asifiwe. Amen. Tumefungua teule wa Mungu. Amen. Jamani, tumefungua. Amen. Mstari wa 24 anasema hivi, Mungu akasema. Si mamlaka. Haleluya. Amen. Mungu akasema, sio amesi mtu, sio amemtafadhalisha mtu. Anaamuru, nchi inaamuriwa. Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Si sawa jamani? Mstari wa 25. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Wakafanyeje? Mtu. Mwambie mwenzako, mimi ni mtawala. Mwambie tena, mimi ni mtawala. Si samaki unaivua tu baharini, unaiua unakula. Kwani wewe uliumba? Na kuku ukitaka kuchinja unaenda kuomba jirani ruhusa. Kuku anakula kisu. Maana wewe ni mtawala. Bwana asifiwe. Amen. Na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Ilianisha. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Tumpigie Mungu makofi. Kumbe mwanadamu asili yake akabarikiwa. Mwambie mwenzako, umebarikiwa. Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Uzao ni baraka. Lakini kuna wengine uzao ni balaa. Anazaa mtoto anamtupa kwenye pipa. Huyo si baraka, ni laana. Bwana asifiwe. Amen. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkawata. Anasema hivi, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa. Makofi, makofi, makofi. Makofi upande wa chini. Nimewapa kila mche utoayo mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bwana Yesu asifiwe. Mmepewa, ni milki yenu. Hebu tumshangilie Mungu hapo. Najua utafunguka tu. Kwa hiyo utakuta tumetakiwa mema kwenye uumbaji. Wangapi wanakubali sadaka ya kwanza ni Mungu alitupa? Amen. Tuko pamoja? Amen. Haleluya. Amen. Nimewapa. Kikuta kina mama na ujasiriamali. Yo parachichi yangu, kuna mama mmoja anatokaga pale kule juu, sijui wapi na parachichi bwana. Lazima apite pale kwangu. Na nitalazimika, maana kwanza ana smile vizuri. Chungaji, tanunua tu hata kama nilikuwa na akiba mengine. Maana anajua namna ya biashara. Sawa eh? Amen. Kuna wengine na wafukuzaga hawa nani? Anatoja kutembeza vitu. Omachi. Yuko pale, "Emza shikamani tu na mwambia nenda." Maana ajui biashara. Lazima anipe shikamo yangu,
baba hivi na hivi, a smile. Tupo pamoja? Amen. Kwa hiyo unakuta Mungu akasema nimewapa. Yana furahi hata wakati nikisoma ujumbe huu. Mungu ametupa. Amen. Chicha mnafu wote, kabichi, ndizi, tisakwe wendi. Kwa niingo. Tulipewa. Amen. Si ulipewa? Amen. Wangapi wanajua kwamba mgomba ulipewa? Amen. Atasema mtu, ni baba yangu amenipa, sawa, nakubali, hata Biblia inasema. Mali na nyumba mtu upata kwa babaye. Lakini kuna kitu cha asili. Amen. Nataka kuuliza swali. Wangapi wana historia wazazi wao kwamba wao kununua shamba walienda kushika pori? Hebu nielezee mzee Sumari. Babu mzee Hakimu anasema utu. Baba kabla sijazaliwa alienda kushika shamba eka 100 kule Valeska. Alienda kushika? Aliposhika kuna mtu alimfuata? Nani mwingine baba yake alienda kushika? Anasema? Ulienda kushika mwenyewe? Baba yangu alishika. Sasa alikuwa peke yake kwa mama yake. Mama akamwambia, angalia utakwisha na mbu, akaacha bwana. Nilikuja kuelezwa historia kwamba ndio ile shamba nilienda kununua. Kumbe nimenunua shamba ya kwetu. Bwana mzali acha. Nina hawa ambao tumepata babake Suma hapa. Yule ndugu amesema babake alienda kushika. Si ndio? Yaani huyo wamepokea moja kwa moja kwenye uumbaji. Hebu tupige makofi kwa Bwana. Yaani amepokea moja kwa moja kwenye nini? Uumbaji. Maana amepewa. Ndio maana kufuatiliwa na serikali. Akagawa anavyopenda. Hata angeuza. Yeye amepokea kutoka straight kwa Mungu. Ama fundisho wangu ameelewa? Si inaeleweka? Amen. Nataka tu yale mawazo yako madogo ujue ya kwamba asili ya mali ulionayo umepewa kumiliki, umepewa na Mwenyezi Mungu. Amen. Tuko pamoja? Amen. Sasa hivi mnaanza kuja. Mnaanza kuja. Sawa? Amen. Mnaanza. Bwana asifiwe. Amen. 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 Anasema ambao matunda yake yana mbegu, itakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na cha kila kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yake na miche ndio chakula chenu. Makofi. Amen. Amen. Chakula chenu. Chakula chenu. Kwa hiyo unaki kusema shamba langu. Si sawa? Amen. Maana ni baraka kutoka Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Lakini sasa kipimo cha Mungu, maana umepewa watu wasiopenda kutoa, naanzia pale, wasiopenda kutoa, maana ni mali yao, na kweli Biblia inathibitisha sana ni mali yao, na Biblia na nini. Naomba mawazo yawe kwangu wote jamani. Kuna watu watasaidiwa na kuna watu watabaki hivyo hivyo. Amen. Amen. Sasa wasiopenda kutoa, hasara ya kwanza, hawana shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa kila alichowapa. Ni kweli au si kweli? Ni kweli. Wanaume si sawa? Hapo huwezi kuelewa. Maana umesimama, ni mali yangu, ni ng'ombe yangu, ni mchicha wangu, ni shamba langu. Lakini kwa Mungu hana shukurani kwamba wewe ndiye ulinipa hii ardhi.
Yaani Mungu afaidi. Mungu afaidi watu wasiopenda kutoa. Halafu ninataka niongee leo, sadaka nyingine haziendi kwa Mungu, zinabaki. Maana sadaka zetu tukitoa kwa moyo na kwa uongozi wa Roho, hazina yake inakuwa mbinguni. Bwana asifiwe. Lakini nikitoa mradi kutimiza taratibu za ibada, inabaki hapa hapa. Maana ni vizuri tuambizane. Amen. Kwa hiyo hapa tumekuta Mungu akatupa kila kitu. Nafurahia ng'ombe ya freshan. Nikirudi kwenye chimbuko nijue kwamba ni Mungu wa mbinguni amenipa. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa basi, kwa nini Mungu anataka malimbuko? Unaanza kuniambia? Jamani, mnaanza kuniambia? Kwa nini Mungu anataka malimbuko? Ni kati ya yale aliyokupa uonyeshe tu kuwa ndiye aliyekupa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba ndiye amenipa. Haya mahindi kama akulete mvua singepata. Kwa nini utoe sehemu yake? Ni kwa sababu bado ardhi ni mali yake na kila kinachodasha uso wa nchi ni mali yake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo utakuta uumbaji hasa unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ametupa kumiliki kila kilichoko, lakini ni vizuri tuonyeshe heshima kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa nini kuna makanisa ya Kipentekoste hapa tu, niseme tu kwanza mkoa wa Arusha, wamebarikiwa sana, walijua kwamba tunatoaga kwa Mungu si kwa mtu. Hiyo tu. Na wakapenda kujaza hazina katika nyumba ya Bwana. Sasa unakuta shetani anapochafua akili, kuona ni mali yangu, usijue mtoto wangu lazima ajue asili, hata kama ni hatua 10 kwa 10 nilizompa la kujenga nyumba, labda lazima ajue hii ardhi asili yake ni baba yangu alinipa. Si sawa? Lazima watoto kinasomi wanasoma ile amesoma na wengine, lazima ajue asili ya elimu ni baba ndiye amejitabisha akanisomesha. Jamani, tunaelewana? Natoa mifano hai. Wewe ukipata ndizi, ukipata nini, jua asili yake ni Mwenyezi Mungu, ili umpe heshima kwenye kutoa. Bwana asifiwe. Lazima ile nature. Tunapofurahia watoto wetu wamepata asili ya sisi kuwasomesha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni kwamba tunataka tuondoe dhana potofu ndani ya akili za baadhi ya watu kanisani. Wanafikiri sadaka ni kitu cha dharura. Si kweli. Sadaka inaongea. Huwa sadaka inaongea. Wao nafikiri kwa nini Yesu asimamie sadaka kama haina sehemu? Inayo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Mwanzo 4 ni kwamba narudia hapo tu. Mstari wa kwanza. Tusaidiane kusoma. Elewa nitoka uumbaji kabisa. Akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini akumtakabali Bwana sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Amina. Hapo tunajifunza nini kanisa la Mungu?
ni wivu katika mali ya Mungu. Naomba nieleweke. Wivu katika mali ya nini? Ya Mungu. Kaini anaona nitoe mavuno yangu haya mazuri mazuri, asijue muumbaji ni Mungu. Tuko pamoja? Amen. Najua mafundisho yangu haya leo, wakupona atapona, kubaki hivyo hivyo atabaki hivyo. Na tumeona mara nyingi nimeleta uchungaji hapa, wamegusia mambo mengi. No changes. Kwa hiyo unakuta kipimo Mungu akaanza kuwapima watoto wa Adam ambaye ni babu yetu. Na pale akamkuta mtu mtoaji wa kweli na mtu ambaye si mtoaji wa kweli. Hapo tumejifunza. Amen. Si tumejifunza? Amen. Ni watu tu tunafundishwa kama hapa kanisani. Kuna watu watoaji wa 10 wao hawajaribiwi. Kuna wengine piga hata nyundo, kitu ni kile kile. Kuna nyundo ya neno la Mungu, sio ya mwili. Haelewi kwamba kutoa ni dhambi, na dhambi inapelekaga mtu jehanamu. Watu hawaelewi, ndugu zangu, hawaelewi. Pesa inazunguka. Ndio maana Timotheo Paulo akamwambia, shina moja la mabaya yote ni kupenda fedha. Kaini akapenda mali, akaambiwa dhambi inakuotea. Anajua malimbuko ni ya Mungu, anafahamu sehemu ya 10 ni ya Mungu, lakini tamaa ya macho, tamaa ya mwili inamwambia usitoe. Sasa rafiki yangu, je, wadhani maandiko yasema bure? Je, Mungu anasema uongo? Kwa hiyo usifikiri usipotoa ni hasara ya nani? Hasara nafsi yako. Ndio maana tuna haja tufundishe watu bayana. Ni kipimo Kaini na Abeli. Mtu atoae kwa moyo na asiyetoa kwa moyo. Kuna anayetoa mradi atafanyeje, amefikwa. Mambo ya Mungu, wala usifikiri Mungu atakuwa na huruma kwenye kuharibu neno lake. Tuko pamoja? Hawezi kuwa na ukweli Mungu anaona. Hakuwa na huruma Mungu hata kwa Yesu. Naongea msamiati? Mwalimu, naongea msamiati? Hapana. Naona mtulie kimya, ingie kimya Kristape. Bwana asifiwe. Hakuwa na huruma hata kwa Yesu. Mungu. Sawa. Kiniepuke. Uponye. Akaomba, hakuna jibu. Akaomba mara ya pili, hakuna jibu. Mara ya tatu hali ya damu ikatoka, hakuna jibu. Bwana, lazima utoe sadaka ya damu ili mlanga ile apone. Kuna sadaka nyingine upendi, lakini za maumivu Mungu atakuhurumia kwa sababu kweli ungejuria nguri. Ni yeye kwanza, maana ndiye asili ya yote. Amen. Wanaume, naelewa? Wakati unazihesabu Mungu na yeye anahesabu yake hapo hapo. Tuko pamoja? Wewe unahesabu 100,000, wewe unahesabia naye Mungu. Wazee mpo wewe? Nauliza wazee mpo? Yoke tala lakini kwa tali ya fonairo. Chambe haleluya. Na huku umeiba 10,000 ya Mungu. Tuambizane. Tumeiba 10,000. Langaile anamacho wende jehanamu. Mama Sori ni nyamaze. Mama Sori nauliza tena ni nyamaze. Hapana. Yaani watu wamemwachia Mungu kwa sababu ana mambo mengi. Asili ya mali na asili yako ni Mungu. Hiyo ujue. Leo tunabomoa. Haleluya. Wangapi wananiunga mkono nibomoe leo Kiambaza? Wengine wamenyamaza. Mmefanya vizuri. Kwa sababu kuna kitu atakikiguse. Pesa yako sawa, lakini Mungu anahesabu yake hapa. Mungu ana nini? Ariyo. Kipimo cha watoto wawili wa Adam. Atoe kwa moyo na mwenye kurahisisha. Hatutaendelea kunyamaza.
kanisa. Tutasema neno la Mungu lichambue. Maana mpaka mwisho kuna wabudu halisi na si wabudu halisi. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda tu taratibu. Wale wanaoweka nadhiri tutawaangalia sasa hivi hapa. Wanaoweka nini? Amen. Ahadi. Amesema tu. Kuna tangazo ambalo somi ametangaza hapa karibu mara 2-3. Ni mfano natoa. Ni mfano natoa. Jamani, kile tulizoalia haya na hela nyingine na nyingine siko tunazijua. Nitakupa andiko lake leo. Yesu anasema sikuja kuitangua torati bali kuitimi, yani kuikaza. Kanisa la kwanza, taifa la Israeli, masharti, maagizo kuhusiana na sadaka. Naomba tuangalie Kumbukumbu la Torati. Wale wanaweka ahadi tu, waona hatima yao ikweje. Anaweka tu, anasema tu, haelewi anamwahidi nani. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 23. 23 mstari wa 23. Funguo kwanza kabisa kila mtu apate. Toka wapi? Upande wa chini aliotoka wapi? Yaliyotoka midomoni mwako yashike, yafanya kwa mfano. Hebu anza tena mama. Yaliyotoka midomoni mwako yashike, kuyafanya kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri. Yashike kunani kufanyeje? Kuyafanya kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Maana nadhiri nini? Soma ilivyo. Yari. Soma tote. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari iliyoahidi kwa kinywa chako. Kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kinywa chako. Sasa kama ulitoa, kwa sababu kuna mahali anaposema Mungu ataitaka, kuna hilo neno Bwana. Imeishia mstari wa ngapi hiyo? 21 21 naomba nianzie hapo Bwana. Sawa kabisa. 21. Asante. Rudia 21. 21. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu. Ni hiyo kitu nilitaka. Asante sana Sumari. Nitarudia mstari. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa. Kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako. Nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Sadaka ya hiari uliyoahidi kwa kinywa chako. Amin. Bwana ataitaka. Si ndivyo imeandikwa? Mungu atafanyeje? Ni pale watu wengi labda aliahidi kitu mwaka juzi, akafikiri imeisha. Sio kwa Mungu. So kwa nani? Ni kanisa limeona basi, maana hatuna sheria kulazimisha mtu. Lakini hakuna kulegea. Watu wametoa ahadi. Amenyamaza. Amen. Amen. Amenyamaza maana imeshaisha kimya. Sio nakuomba tu usitoke. Rudia hapo maana kuna watu bado hawajaingia. Hapo 21. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa. Kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako. Hataacha kuitaka. Nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri. Basi ni hapo nilitaka.
Bwana asifiwe. Hata acha kuitaka. Ni pale unapofikiria imeisha. Kuna watu waliahidi mambo ya gari hapa. Kwa kinywa chake. Naomba tafadhali niangalie, msiangalie dirishani. Amen. 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 Wanaume mpo? Kwa kinywa chako ukasema kwa sadaka ya hiari natoa mchango wa gari. Leo imekul, si kwa Mungu, bado anahitaji. Na Biblia inaposema inapobaki kwako bado unabaki na dhambi, si ndivyo imeandikwa? Si ndivyo imeandikwa? Ni dhambi kwako, sio kosa. Dhambi ni kitu cha kupeleka mtu jehanamu. Kosa unaweza kujitakasa, yamkini upate rehema. Amen. Amen. Maana watu wanafikiri Mungu ni mchezo. Kwa kinywa chako kasema nanunua hili gari, nitaahidi kitu fulani. Leo hii umenyamaza kimya. Ni kama unakaa na dhambi ya ahadi. Hata ungetubishwa hapa na mzee Sumari, bado Mungu ataitaka. Si sawa? Tuache kuambia watu. Wazee wangu, tuache kuambia wanadamu. Mungu ataitaka. Iwe kwa Langali atataka. Kwa mama wa kanisa atataka. Maana kwa kinywa chako, kwa mdomo wako. Amen. Amen. Jamani, amen. Amen. Ulitamka. Sawa, wewe kana miaka 10 haina neno kwa upande wa utumishi. Hata 20 haina neno, lakini elo Mungu ataitaka. Na ndio maana Biblia nasema ufanye haraka kuondoa. Kwa nini alisema hivyo? Unaweza kufa kabla hujaiondoa, kwako ikupeleke pabaya. Niache kueleza watu. Kina mama zangu, niache kueleza watu. Ataitaka, sio kulegea, sio kusema imekufa kimya kimya. Hapana. Amen. Kwa hiyo kuna kitu usiache kongwa kwenye familia kwa ajili ya mambo ya sadaka za Mungu. Wangapi tunaenda pamoja? Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu anasema uiondoe haraka. Uiondoe haraka. Maana Mungu ataitaka. Atataka shilingi 200 ulizomwahidi mtoto wa Sunday school. Tuko pamoja? Amen. Halafu hapo chini amesema kama usingetoa nadhiri usingehukumiwa. Tunakuja upande wa pili. Kunyamaza ndio umepona? Hapana, unashindana na mambo ya uumbaji. Maana Mungu alianza kutoa, na usipotoa huna hazina mbinguni. Tutaangalia kwenye maandiko. Kwa hiyo Mithali 18 Sulemani anasema anayejitenga na wengine. Kwa hiyo ni kwamba tuangalie mambo tunayotamka tukifikiri kwamba imekwisha kimya kimya. Si kweli. Wala usifikiri usipoahidi ndio umepona. Hapana. Hapana. Mitume waliponia pamoja, yule mwanafunzi Anania na Safira waliuawa. Pale ndio utajua mali inaweza kukuua. Jamani, tuko pamoja? Amen. Jamani, tuko pamoja? Amen. Nauliza, tuko pamoja? Amen. Dhambi ya utoaji ilimwangamiza Anania na Safira. Leo hii tunaweza kurahisisha. Kwa mfano, niligusia jambo, sadaka ya hiari tunaita hiari. Sio kwa sura hii. Sadaka ya kwanza tutapata maandiko katika Luka. Viuzeni mlivyo navyo mkatoe sadaka. Mungu anaangalia pia ni kwa kusudi lake sadaka imetolewa au ni kwa desturi na taratibu za kawaida za shilingi 1000. Maana ndio desturi. Nauliza, wahesabu sadaka hapa. Nani? Mama Bite? Shemaji. Hivyo wakati siku mnahesabu sadaka ni hela ngapi nyingi zinazidi? Si sawa? Ndio kanuni ya kanisa la Westimeri. Si kanuni ya Mungu. Yaani hiyo hakuna. Ni ile Yesu alisema
nao wananitolea ziada. Jamani, kama ni kutoa sadaka, tutoe sadaka yenye uhai kwa ajili ya mambo ya ufalme. Watu wamewekeza. Nakumbuka askofu mmoja wa kanisa la Arusha hapa, ni miaka mingi, wakati walitaka kubadilisha gari, watu ni kwamba wanazuio, wanaambiwa zimetosha, maana wanajua kuwekeza katika hazina ya nyumba ya Mungu. Nani alikuambia? Ni Roho Mtakatifu gani huyo amekwambia Jumapili ni 1000 mpaka mwaka? Nani alikudanganya kama si adui? Maana tunatoa kwa msukumo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema atupae vitu kwa wingi, hazina ya Mungu ijae. Si Biblia inasema? Mimi naongea Biblia. Maana imekuwa kawaida. Si kweli nianze Januari mpaka Disemba. Kanuni ni 1000. Wazee ni sawa? Wazee na walekea ni sawa? Si sawa. Some ni sawa? Si sawa. Yani muretitie ninga yuwaweru si hadate. Si kwa sababu Langaila anakula. Langaila ni mzee. Ukisikia siku yote natangaza kustaafu, nimwachie kwani nyingine, bado injili itaendelea ninayohubiri. Amen. Amen. Hali yatwe kwamba Mungu anaangalia kila alichoahidi, hajanyamaza hata ungetubishwa na jopo la watumishi hapa. Bado anadai kwamba ile nadhiri yangu naidai. Na kuendelea kidogo. Haleluya. Ndiyo, asante kwa sauti. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Maneno ya nini? Ya ujinga. Maneno ya nini kina mama? Ya ujinga. Wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Ndiyo. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Usimlinganishe Mungu na wewe. Ndiyo. Kwa hiyo maneno yako yawe machache. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli. Ndiyo. Na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Ukimwekea Mungu nini? Nadhiri. Ukimwekea Mungu nini? Nadhiri. Gari linunuliwa mwaka jana mwezi wa 12. Si tunawendea mwaka? Kuna watu ambao hata hiyo sadaka ya gari haipo kwenye akili tena. Sioni? Baada ya mafundisho yangu msidai hiyo ila ya gari. Umesikia? Mtu alete. Sasa nakuta kutambua. Usije ukatambua sadaka ya mtu, atambue mwenyewe. Amen. 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 Kwamba usikawie kuitangua. Yule aliyesoma hii masrudia. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Usikawie kuiondoa. Imeandikwa ukawie kuiondoa, usikawie. Usikawie. Wazee imeandikwa ukawie. Endelea. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Hawi radhi na nini? Na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Na afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Usikiate kichwa chako. Usikiate kinywa chako kukosesha mwili wako. Mwili wote. Wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Kuharibu kazi ya nini? Ni nadhiri tu. Inaingilia kwanza mwili wote kuharibiwa na kazi ya mikono yako. Kwa hiyo watu westimeru tusio tunarahisisha kila kitu. Kwa sababu neno la Mungu liko pale. Ni Sulemani mtumishi wa Mungu mwenye hekima na busara ndiye kaandika hicho kitabu cha Mhubiri. Kwamba umeweka nadhiri ndio maana unamtumikia Mungu. Ondoa. Kwa sababu anasema kwa nini haiharibu? Kumbe ile nadhiri inaweza kuharibu kazi yangu.
Tunaelewana? Jamani, tunaelewana? Amen. Amen. Inaweza kuharibu kazi yangu, njia zangu, uzao wangu. Maana Mungu ni mtakatifu. Anasema yeye anakaa juu, wewe unakaa chini. Kwa leo kujitakasa. Kwa hiyo nilisikia niseme utoaji. Maana watu wamejirahisisha. Halafu nyumba ya Mungu ni ya kujaza vitu, ni ya kujaza mali. Hapa tumepungukiwa sana jamani. Kuhusu wajane wanaandikishwa kati kwenye kanisa. Na wagani wala ambao miaka yao iko kwenye Biblia. Wasiojiweza. Kanisa ni hazina ya Mungu. Amen. Amen. Ni hazina ya Mungu. Kanisa linasimamiwa na kuhani, tumishi wa Bwana. Tunaangalia pia Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 20 na ngapi? Wale mbali wa mababa walitoa mabilioni na mabilioni, lakini kwa Daudi akaomba hazina hii ikumbukwe. Toa sadaka ambayo una ujasiri kwa Mungu kwamba hazina hii Mungu ikumbuke. Amen. Amen. Hazina ikumbuke. Naweka mwendelezo wa miaka kadhaa nyuma kwa ajili ya mafundisho. Kabisa. Kwa sababu Biblia inasema Mungu hawi radhi. Hawi radhi. Ukisoma sasa hivi Wagalatia 5 sio mstari wa 15 na 8, enendeni kwa roho wala mtamtimiza kama tamaa. Matendo ya mwili ndio haya, utakuta na wizi. Si uko hapo? Kwani kuna wizi ai tofauti gani? Naomba mzee mmoja wa kanisa aniambie, kuna wizi wa kikumi hauna nguvu sana. Naomba mzee Sumari, wewe ni mwalimu, niambie. Niambie kabisa, simama niambie. Hebu nifafanulie neno wizi. Kama wizi ni wizi au wizi kuna namba na namba tu. Naomba mzee uniambie kabisa. Wizi ni kuchukua kitu chochote ambacho si chako. Au wizi ni sura gani? Tuseme wizi wa kuku na wizi wa ng'ombe inakuwa yote nini? Nana alishaenda polisi au mahakamani anasema, "Tenda haraka uwe ng'ombe tu, mbuzi tu." Kuna mtu anaenda ameenda hapo. Tena saa nyingine zamani sijui za wakati wa Mwinyi au nani, ndio anasema huyo anaanza ndio kupewa adhabu haraka ashtusha haraka. Sasa watu wangu wa Istimeru wengine hawana habari. Waleleru. Unasikia? Naomba kidogo ni nyumbani. Sadaka ya Mungu. Una ushuhuda kwenye redio nilisikiliza. Kijana mmoja miaka ya nyuma kabisa alikuwa tunza hazina wa kanisa fulani. Alikuwa anapata 5,000. Baba woni 5,000 miaka ya nyuma si nyingi. Kimshahara. 5,000 hapo anatoa shilingi ngapi kikumi? Sikiliza mimi kwenye redio kabisa. Sasa akawa akibalance. Mahesabu yamekataa. Kimya. Sasa yule ndugu ni mfano na tosili ya kupata hayo. Atuombi Mungu yapate yote. Amen. Amen. Akaanza tu na ugonjwa. Ameumwa amebaki mifupa. Kumbe alikuwa lipi? Japo ni mtunza hazina. Ni mfano kiongozi ahubiri watu kutoa, yeye atoi. Inaingia akilini mzee Kivuyo. Haingi. Sasa huyo tunza hazina alikuwa atoi. Kaanza kuumwa. Amepelekwa hospitali. Ni kama akaingiwa na ugonjwa nini? Mara vipimo vimekataa. Ameombewa imeshindikana. Tena hiyo alitoa ushuhuda ni wala wanamsikiliza Dominiki kwenye redio ya kwetu hapo. Ndio ulisikia alo mafundisho. Redio habari maalum. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
Maana kwa mifano tunajifunza. Sasa akaugua. Ni wakufa kila mtu, hata madaktari kwamba baadaye akakutana na mzee mmoja wa kanisa. Akamwambia, tatizo ni nini? Ni nini umefanya kwa Mungu? Akamwambia, baba, nakufa, lakini kwa uchungu anaongea, nilikuwa nazuia sehemu ya 10 wakati nataka wengine watoe. Naona yule mzee ni mzee wa kanisa, sio hata mchungaji wake. Kamwambia, sasa umepona yote, piga magoti. Akamtubisha, akarejesha. Naambiwa sasa hivi ni baba wa watoto na wajukuu. Mungu akamrehemu. Ndio nikajifunza kumbe kupuuzia sadaka za Mungu ni hatari nyingine. Inafikia wakati mambo unafanya haendi, una ujasiri. Hivi mtu asiyetoa sehemu ya 10 ana ujasiri gani kudai kitu kwa Mungu? Niambieni kanisa la West Meru, ana ujasiri gani? Hamna. Hao wamezoea kuibaiba tu. Leo tunaambizana, tunanoa mizizi. Wale watu wa kuahidi tu imeisha. Sio hivyo. Usikiache kinywa chako. Biblia inasema kwa nini Mungu angamize kazi ya mikono yao? Saa nyingine Mungu afanye haraka. Yaani Mungu ninavyomwogopa ni ajabu. Anaanza mimi nikae, lakini akawapiga watoto wangu. Ya nini? Inasomewa kapigwe. Inakuja. Nasema inakuja. Jiwekeni hazina. Tutasoma andiko hilo kama la mwisho. Hazina kwa Mungu. Watu waliokuwa na macho ya rohoni wanaijaza nyumba ya Bwana. Kwenye nyumba ya Bwana sio posho ya mchungaji tu. Kuna mambo mengi ya kufanya na fedha kwa ajili ya kueneza ufalme. Amen. Amen. Wangapi hawajabarikiwa kunywa chakula? Mke wa Ramu. Nani? Anaitwa nani? Noel. Noel hajabarikiwa kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Nimalizie na Luka 12:28. Kamalizia hapo tu. Na situbishi mtu mimi kabisa, situbishi kabisa. Ngomba tu tutashukuru Mungu, wewe mwenyewe unajua. Leo situbishi mtu kabisa. Si sawa? Ndio nasema jamani, hata ndege na nini wanavishwa. Enyi wa imani haba. Maana mtu anafikiri nikilipa sehemu za Mungu tayari nimechatangaza umaskini. Si kweli. Nimefundisha somo la kubarikiwa na kufanikiwa. Akawaambia hata ndege wa angani wanalishwa. Akimaanisha kanisa ni la mstari wa kwanza kama wakifanya makusudi yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Endelea hapo, usioni tena. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa wala msifanye wasiwasi, kwa maana haya yote ndiyo wayafanyao mataifa ya dunia. Lakini Baba yenu ajuaye ya kuwa Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezewa. Siogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo mkatoe sadaka. Jazeni Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipoharibika, mwivi wala nondo haribu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Na mioyo yenu. Sawa jamani? Amen. Jiwekeni hazina kwa Mungu. Ndio ile nilisema
kuna sadaka nyingine hazina tija kwa Mungu, japo unatoa. Maana kama kuna manunguniko, kama kuna maswali, kama lile haifai. Anasema jiwekeni hazina. Ni pale mtu anaona natoa sadaka, maana natoa kwa ajili ya Mungu, hiyo inahifadhiwa. Anasema hazina yako iliko na moyo wako uko hapo. Maana kuna wengine hazina ni kwenye mambo yao tu. Yakisha kwa kuna watu wawili hapa kanisa hili waliama kanisa kwa ajili ya utoaji. Wekeza kwa Mungu. Hazina yako lipo na moyo wako uko hapo. Kama kwa Mungu weke hazina. Kwa Mungu hakuna kikumi chako kimeandikwa huko. Kwa Mungu utimizi changizo ulizoahidi. Kwa Mungu sadaka umejiwekea hivi 1,000 kwa Jumapili 4 ni shilingi 1000 ngapi? Kwa mwaka zidisha mara 12. 1048. Basi ni hiyo tu Mungu. Biblia anasema atoaye hapa atapewa hapa. Mungu naye anaenda na mahesabu yote. Tuko pamoja? Nikitoa kidogo siwezi kulipwa sawa na yule aliyetoa kingi. Yaani Mungu ni Mungu mzuri. Kwa mfano kuna watu hapa kwenye changizo naonaka 50,000 mwingine anashtuka. Anajua anatoka naye. Amen. Kwa hiyo wateule, ile mambo ya sadaka kufikiri ni ziada, kukwazika kwa ajili ya mchango, kuona kwamba mimi Bwana kitu michango imezidi, usitamke haraka. Mhubiri 5 amesema usiseme kwa haraka. Maana kama ni kusudi la Mungu, tunafanya kusudi la Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunafanya kusudi la Mungu. Wakati Daudi anasimamia utoaji, hazikuwa sadaka za kawaida. Watu wakatoa, wakafurahi na wakafanya sherehe. Hebu tumpigie Bwana makofi. Yaani watu wanatoa mpaka mchungaji anasema, jamani, hebu siku moja tujipongeze. Tutengeneza hata sufuria 2 za pilau au 3, tujipongeze maana tumemtolea Bwana kwa hiari. Ndicho kinatakiwa. Wangapi wananipenda? Amen. Mbona naashi kunde? Amen. Sasa sina tafuta dawa. Nani alikuambia dawa ni tamesta? Chloroquine hilo raro mama? Hapana. Ndi mama akweonyesha. Hilo raro nawe. Kwani natoa mkita wengine si maumivu? Ukitoka hapo si utapona? Mbinguni si nitapata taji kwa ajili yako? Je, nikikuhubiri kwamba wewe usitoe 10 haina shida au nadhiri achana nayo? Si kweli. Neno la Mungu linasimama. Bwana ataitaka. Naweza kumtangua Mungu mimi? Usimame. Glory to Jesus. Simama, 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 simama. Nimeshasema ujumbe ambao Mungu alinipa. Baba nakushukuru. Baba nalitukuza jina lako. Baba ninasema asante kwa ajili ya neema yako Mungu. Nimeongea kama ulivyonijalia Baba yangu. Natubu na kuungama mbele za madhabahu na mbele ya kanisa lako Bwana. Tunahitaji rehema machoni pako. Watu waombe Mungu. Watu wamtake Mungu. Rokita kana masokira bakanto. Riko toko na masiri mikloro bakanto. Ramino riboshiri bikasta. Kura masakata kana mashuri bikando. Rakilo riboshiri bikasta. Rikata kana masonta. Rakilo riboshiri bikanto. Baba asante kwa ajili ya neema yako Mungu. Tunakubariki na kulimidi jina lako. Haleluya. Mungu amelele na Mungu mwenye nguvu. Tunakubariki, tunakutukuza kwa sababu umetuonya, umetukaribia Mwokozi Yesu. Tunakuhitaji Bwana, uzidi kutuponya. Neno lako likafanyike
uzima na msingi katika maisha yetu Bwana. Jina lako libarikiwe, jina lako limidiwe, kwa sababu utatuwezesha, kwa sababu kwa nguvu zetu hatutaweza Bwana. Tunahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, tunahitaji kuinuliwa tena Bwana. Tunajua tumekutenda makosa, tunajua tumekutenda dhambi, ndio maana tunaomba toba na rehema mbele zako Bwana, ukaturehemu na kutukubali tena mbele ya kiti cha rehema mkuu uzima. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu umesema nasi, katika jina la Yesu. Hebu mpigie Yesu makofi, piga makofi, piga tu makofi, piga tu makofi kwa Bwana.